katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu, na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Haruni vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akisikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na igawa ni mwana, alijifanya kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Jina la Bwana lisifiwe. Katika maisha ya huduma tunajifunza na Yesu Kristo, tunajifunza na Bwana wetu, maana Yesu mwenyewe, neno limesema, hakujitwalia heshima, lakini yeye mwenyewe aligoja mpaka atukuzwe. Nataka kusema nini hapa? Maana sitaki kukawia. Ni ya kwamba tunapofanya kazi ya Bwana, hakuna mtu amepewa yeye mwenyewe ajifanye. Hakuna. Kila mtu anafanywa. Asante kwa Bwana, maana leo mimi Mungu ameniweka kuwa mchungaji mwangalizi wa makanisa ya Pipeline na askofu wao, na hakuna katikati ya hawa mtu ambaye anajitwalia heshima hiyo pasipo sasa mimi kama kiongozi nitoe mwongozo na nipige muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekataa na anapinga watu ambao wanajitukuza na watu ambao hawataki kuwa chini ya mamlaka. Mungu hapendi. Katika maisha yote ya kiungu, Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu ambaye anapenda mambo yakae kwa njia ya heshima. Haleluya. Salimia mtu, mwambie Mungu hataki mashindano. Kama vile mchungaji Martin amesema, tuna wachungaji wawili na wake zao, pamoja na mke wa Pastor Martin. Tuna wazee wa kanisa kadhaa, tuna mashemazi kiasi ambao mimi niliwakuta wanafanya kazi ya Bwana na wanatumika. Na baada ya kutumika katika huo muda ambao tumefanya pamoja, nikaona ni vizuri tuwaweke rasmi ili tuwape idhini kabisa ya kumtumikia Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Leo ni siku ambayo sio siku ya kawaida, maana nyote mwaelewa ya kwamba ni Jumamosi, na tuliandaa hivi ili isishikane na ibada ya kanisa ya kawaida, ili leo tuwe na sherehe hii peke yake. Ingawaje tafadhali mtuie radhi, kanisa letu si kubwa vile, na tulifikiri hili ndilo kubwa. Ingawaje Mwariki ni kubwa, kama tungelijua tungeenda huko, lakini tulifikiri wakati tulipanga, tulifikiri hili ni kubwa,
wale ambao mtasimama na wale ambao hamtapata nafasi ndani, tafadhali mtuvumilie, kwa sababu hivyo ndivyo tulivyo na hatuna lingine. Ila nitaomba hivi, wewe kama ni mwana Pipeline Local Church, ukiona vema umuone mgeni ambaye si wa local church hii na yeye amekuja kuhudhuria na kushiriki pamoja nasi sherehe hii, utafanya heshima sana kumpa nafasi ya keti. Wewe wa Pipeline unaweza tafuta mahali vile utakavyokaa, lakini wageni wapewe nafasi, sababu ukarimu ni mzuri sana na ni jambo nzuri kuwa watu wakarimu. Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri yangu ya leo ni maelezo kuhusu mambo ambayo tunayafanya leo. Kwa hivyo usigoje nikuhubiria, tafadhali tengeneza hiyo mic. Kwa hivyo leo nitazungumza na nitaleta maelezo kiasi kwa nini tuna sherehe hii na mambo yanayoendana na sherehe hii. Hayo ndio nitakayo yazungumza sana. Niliomba ya kwamba Baba Dogo, ile Biblia yenu ya Kiswahili iko wapi? Tuioni hapa. Ile Biblia ya hapa kanisani hapa tuipati hapa, tafadhali. Wale ambao wanajua iko wapi watuletee, ili nitumie Kiswahili badala ya Kiingereza. Na kwa hivyo tutaona mambo hayo, maana katika maisha yetu, hasa katika maisha ya dini, mambo huwa yanachanganyika sana, na watu huwa wanachanganywa katika mambo tofauti tofauti, na kuna imani mbalimbali kulingana na madhehebu na dini. Lakini kwetu kama Full Gospel, kuna vile tunavyochukua mafundisho yetu na kuna vile tunavyoelekeza, na sisi kama Full Gospel tunaona ya kwamba tunafuata Biblia. Kwa hivyo nitasema kiasi kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Mengine nitakuwa nikikupa mwelekeo na kukupa mwanga zaidi na nuru zaidi, upate kuelewa mambo yale, kwa nini yanafanyika na yanastahili kufanyika kwa njia gani. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba nipewe masikio kabisa, ili nipate kueleza mambo hayo. Wageni wote karibuni sana. Nitaanza kwa kiasi na kuelezea mambo ya mafuta siku hizi zetu, na ninashukuru ya kwamba watu wakituona sisi, hasa wachungaji, wanasifu mafuta sana, wanasema mafuta. Ni kweli au si kweli? Na kuna watu ambao wanazungumza juu ya mafuta kwa sababu ya heshima ya mafuta, na kuna watu ambao wanaongea hivyo kwa njia ni kama ya kukinai na kama kwa njia ya madharau. Sasa wewe utajijua unapotaja mafuta ni kwa heshima yake au ni kwa kukinai au ni kwa madharau, maana hiyo mambo mawili yapo. Juzi tulizungumza na wachungaji wengine ambao tulipatana mahali, na tukashangaa sana jinsi watu wanavyochukulia mambo ya mafuta na jinsi inavyotajwa katika kitabu cha Kutoka wado mwana wagire Biblia githweli wagire pio mwamitaire mwalikania nayo Sunday. Nataka nisome katika kitabu cha Kutoka 29
Nianze mstari wake wa 30 au nianze 29. Inasema Aaron's sacred garments will belong to his descendants, so that they can be anointed and ordained in them. The son who succeeds him as priest and comes to the tent of meeting to minister in the holy place is to wear them 7 days. Take the ram for the ordination and cook the meat in the sacred place at the entrance to the tent of meeting. Aaron and his sons are to eat the meat of the ram and the bread that is in the basket. They are to eat these offerings by which atonement was made for their ordination and consecration. But no one else may eat them, because they are sacred. And if any of the meat of the ordination, ram, or any bread is left over till morning, burn it. It must not be eaten, because it is sacred. Do for Aaron and his sons everything I have commanded you, taking 7 days to ordain them. Sacrifice a bull each day. Hiyo inazungumza juu ya kuwatawaza wana wa Haruni. Hebu turuke sura ya 30 na tuanze mstari wake wa 22. Inasema hivi, then the Lord said to Moses, take the following 5 spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant cane, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. Make this into a sacred anointing oil, a fragrant bread, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting, the ark of the testimony, the table and all its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offering, and all its utensils, and the basin with its stand. You shall consecrate them, so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons, and consecrate them, so they may serve me as priests. Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for the generations to come. Do not pour it on men's bodies, and do not make any oil with the same formula. It is sacred. And you are to consider it sacred. Whoever makes perfume like it, and whoever puts it on anyone other than the priest must be cut off from his people. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum, listen, oncha, and galbanum, and pure flank incense, all in equal amounts, and make a fragrant bread of incense, the work of a perfumer. It is to be salted and pure and sacred. Grind some of it to powder and press it in front of the testimony in the tent of meeting, where I will meet with you. It shall be most holy to you. Do not make any incense with this formula for yourselves. Consider it holy to the Lord. Whoever makes any like it to enjoy its fragrance must be cut off from his people. Praise be to God.
Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu anapeana mashauri kuhusiana na mafuta, na anamwambia Musa atengeneze mafuta kwa njia hiyo ambayo tumesoma. Kulikuwa na vipimo vile ambavyo ilikuwa lazima ipimwe na yatumiwe kwa njia hizo ambazo tumesoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mafuta hayo maandiko inasema itakuwa ni matakatifu. Ukiingia katika Agano Jipya utakuta mafuta ikitumika, na Paulo na Yakobo akitoa mashauri ya kwamba mkuhani, mchungaji achukue mafuta aende nayo kwa mtu ambaye ni mgonjwa, aende ampake na amuombee, na huyo mgonjwa atapona. Kwa hivyo mafuta ambayo ni takatifu haipakwi mtu yeyote, haipewi mtu yeyote, haitumiwi na mtu mwingine yoyote pasipo mtumishi wa Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Ndokegeithie mundu mwire murie kana ni arenderio maguta kana akahewa indo. Mafuta matakatifu yanatumika kwa njia hizo kuwatawaza watumishi wa Bwana. Mtu ambaye anaitwa Aroni, ikawa pamoja na watoto wake watatakaswa kupitia mafuta hayo ili waweze kutumika kati. Wanajiuliza kutawaza au kuweka wakfu, ordination, ingawaje kuna maneno mawili ya Kiingereza wakati kwa wakati yanakurana, neno la ordination na neno la consecration. Wakati kwa wakati maneno hayo mawili huenda yanakutana na watu hawaelewi, lakini mambo ya ordination ni kuweka mtu ili aweze kuwa mhuduma katika kazi ya kanisa au katika kazi ya ukuhani. Consecration ni kumtoa mtu atoke kwa ngazi hii aende kwa ngazi nyingine. Consecration inafanywa wakati huo. Si Bwana Yesu asifiwe. Tuseme kama leo tutawatawaza mchungaji Getau na mchungaji Jogu kuwa wachungaji. Hiyo ordination tutakayowapa ni ya kuwaruhusu kutumika kama wachungaji na kufanya kazi ya uchungaji. Sasa sio sasa kujiambia, lakini sasa kwa mamlaka hiyo ambayo sasa wanapewa. Maana hakuna mtu anaweza kujioordain, hakuna mtu anayeweza kujipa mamlaka yeye mwenyewe aseme mimi nitakuwa pastor kutoka leo, mimi nitakuwa nikifanya kazi hii. Kazi yoyote ambayo ni ya ukuhani, mtu anapoingia kuifanya, yeye ni kuruhusiwa na anakubaliwa na yeye ambaye amewekwa, aliyepewa mamlaka ya kumweka, kumpa authority, kumwezesha. Kutoka sasa unaweza ushirika utakaa namna gani, kuelekeza washirika tunaenda kuhudumia fulani, maana anahitaji huduma hii. Mambo hayo yote kuhakikisha kanisa kama hili ni safi, limekaa katika hali yake, na mambo yote yako katika mpango wake. Mashemasi nao tunawaordain ili mtu ajichukue kutoka leo, mimi nimeruhusiwa kufanya kazi hiyo. Si Bwana wetu asifiwe. Another thing, kwa nini tunafanya ordination mbele ya watu? Why? Ni kwa sababu hauwi ordained kwa ajili yako, hauwekwi wakfu kwa ajili yako wewe. Unawekwa wakfu uhudumie hawa watu, na wao wanatakiwa waone kweli na washuhudie ya kwamba wewe kabisa umewekwa wakfu, umebarikiwa
ili upate kuwaongoza, kuwahudumia na hata kufanya hayo mambo ambayo unastahili kuyafanya. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ordination ni sherehe hiyo ya kumweka huyu mtu apate kusikia ya kwamba, kwa Kiingereza nimeandika ya kwamba a right for the dedication and commissioning of a minister. Ni jambo hilo ya kwamba ni kufanya, tunafanya hiyo ili we mwenyewe tukutawaze na pia tukutume, tukupe nguvu ya kufanya kazi hiyo. Jina la Bwana wetu lisifiwe. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha, tulikosa Kiswahili kabisa, katika kitabu cha Numbers 8, in the book of Numbers chapter 8 from verse, kitabu cha Hesabu sura yake ni ya 8. Tuanze mstari wa 5. Kuna neno ambalo nataka kutoa hapo kuhusiana wakati ambapo tunapanga kumsimika au kumbariki mtu. Ni mambo gani ambayo yanastahili kufanyika, kuwa yamefanyika kwanza? Nisome kuanzia mstari wa 5. Inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watoe Walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kisha uwatakase. Bwana Yesu asifiwe.